sisi ndio maana hapa leo nazungumza, niko ofisini, tuko kazini, kwa sababu sisi hatutambui kwamba hii ni sherehe ya dini, kwa sababu sherehe za dini zilizotajwa ndani ya sunna ni sherehe ya siku ya Eid al-Fitr na Eid al-Adha, na hii Eid ndogo siku ya Ijumaa ndio imetajwa kwenye vitabu vya fiqh. Hii nani, habari ya Maulidi, sherehe ya Maulidi, kuzaliwa na Mtume, hayajazungumzwa kabisa. Unaona, ni mambo ambayo yamekuja baadaye sana, ambayo yamewashughulisha Waislamu. Angalia hivi sasa watu wanafanya mambo mengi ya ovyo ovyo katika Maulidi, wanacheza magoma, wanachanganyika wanawake na wanaume, unaona, wanafanya israfu kwenye kula. Halafu kuna mambo mengi ya shirki yanafanyika katika kasida zilizopo. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji wa radio na TV Ihsan, nachukua fursa hii kutoa maelezo juu ya swali aliyouliza ndugu yetu mtangazaji Sheikh Hassan, kwamba kweli imetangazwa kwamba usiku wa kuamkia leo ndio siku ya mazazi ya Mtume au siku ya Maulidi, na hata serikali nayo imetangaza kwamba leo ni siku ya mapumziko, ikihesabiwa ni moja katika sikukuu za kitaifa. Lakini Muislamu ambaye anaongozwa na kitabu cha Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam au sunna za Mtume, kwa kawaida kila jambo ambalo linanasibishwa na dini ni lazima lipate mwongozo kwamba je, Maulidi ni katika dini au ni katika ibada, na kama ni dini na ibada, iwapi dalili ya kuonyesha kwamba hii ni dini na ibada, bali hii ni siku ya sikukuu au siku ya Eid. Ukweli, kwa mukhtasari, kwa ufupi, kwa sababu mada hii tunaizungumza mara kwa mara, lakini angalau kwa uchache Muislamu ambaye hajui ni kwamba aelewe uhakika wa hili jambo, pamoja na kwamba linaonekana linafanywa na watu wengi, lakini dini katika Uislamu, katika dini yetu, mizani ya haki na uadilifu haipatikani kwa wingi wa watu wenye kufanya. Hiyo sio dalili sahihi ambayo tumetakiwa Waislamu tuifuatilie. Haki ni haki, hata kama ikiwa inafuatwa na watu wachache, basi haki ndio ina prevail, ndio inachukua nafasi. Kwa ufupi ni kwamba Maulidi ni jambo au sherehe ya mazazi ya Mtume, ndio lugha nzuri hiyo ambayo tunaweza tukaisema ni jambo ambalo la uzushi, au kwa lugha ya kisheria ni bid'a. Kwa nini? Kwa sababu ni jambo ambalo halikuagizwa katika dini yetu, la kwenye Qur'ani wala kwenye Sunna, wala halijafanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba Mtume alitangazia kwamba siku ya Jumatatu ilikuwa ndio siku ya kuzaliwa kwake, na alilojifanya na masahaba na sisi Waislamu tunalifanya juu ya kuadhimisha kuzaliwa kwake ilikuwa ni saumu. Alitujalia Mtume sallallahu alaihi wasallam tufunge siku ya Jumatatu, na moja ya sababu ni kwamba yeye amefanya hivyo. Kwa hiyo na sisi tunaendelea kulifanya, lakini muda wa maisha yake pamoja na masahaba hakuwataka Waislamu kwamba eti siku yangu ya kuzaliwa, ambayo kwa kauli ambayo inazungumzwa na wanachuoni ni mwezi wa 12, tarehe 12 ya mwezi wa Rabiul Awwal, kwamba ndio siku ya kuzaliwa kwake. Kwa hiyo watu washerekee au waadhimishe kuzaliwa kwake kwa kufanya yale mambo ambayo yanafanywa katika shughuli hizo, kama vile kisomo cha Qur'ani au kusema kasida au mawaidha au kufanya sherehe ya madufu pamoja na watu kucheza, na mwisho yote kula chakula. Haya ni mambo ambayo kwa hakika hayana asili katika hii dini yetu. Zile karne 3 bora baada ya Mtume kuondoka, hakuna sahaba mmoja aliyefanya, bali kuna kauli kwamba zimepita karibu karne 6 au miaka 100, zaidi ya miaka 600, ndio kukajazuliwa hili jambo. Tena limezuliwa na watu ambao wamejinasibisha na Uislamu, lakini hawakuwa hivyo.
ni Mashia au Ubaidiyuna pale Misri, ndio walianza kufanya hizi sherehe za kuzaliwa Mtume, na bali pia wakaanzisha sherehe nyingine za kuzaliwa Saidna Ali pamoja na Hussein mwanaye au Fatima, mambo ambayo kwa hakika hayakuwepo zama hizo za Mtume. Na tukiangalia kauli ya mwanachuoni wetu mashuhuri katika maimamu wa Ahlusunna wal Jamaa, ana kauli mashuhuri. Imam Malik anasema ma lam yakun yawma idhin dina la yakuna liyawma dina, lile jambo ambalo halikuwa dini zama hizo za Mtume sallallahu alaihi wasallam leo haliwezi kuwa ni dini. Kwa nini? Kwa sababu dini alikuja kuifundisha ni Bwana Mtume, na yeye Bwana Mtume kupitia kwa maagizo ya Mwenyezi Mungu kwamba hii dini imeshakamilika, pale aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, leo nimeikamilisha dini yenu. Kwa hiyo hii dini imeshakamilika. Sasa haya maulidi tukiaita ni dini, hii dini mbona haikuwekwa wakati wa Mtume? Au kuna hoja nyingine zinatolewa na wenye kuyasapoti haya maulidi kwamba kuna tuamswalia Mtume, kuna ubaya gani? Kumswalia Mtume hakuna ubaya, lakini Mtume si pia ametufundisha namna ya kumswalia? Unaona, Mtume ametufundisha kumswalia kwa wingi siku ya kuamkia Ijumaa na siku ya Ijumaa yenyewe, kwa mujibu wa hadithi sahihi zilizokuja. Sasa kama sisi tunataka kumfuata Bwana Mtume, ni kufuata yale maelekezo yake na maagizo yake aliyoyafanya. Kwa hiyo sisi ndio maana hapa leo nazungumza, niko ofisini, tuko kazini, kwa sababu sisi hatutambui kwamba hii ni sherehe ya dini, kwa sababu sherehe za dini zilizotajwa ndani ya Sunna ni sherehe ya Eidul Fitr na Eidul Adha. Hata ukiangalia vitabu vya wanachuoni mafukaha wakizungumza habari ya sikukuu za Waislamu, wametaja sikukuu mbili, siku ya Eidul Fitr na Eidul Adha, na hii idi ndogo siku ya Ijumaa ndio imetajwa kwenye vitabu vya fiqh. Hii habari ya maulidi, sherehe ya maulidi, kuzaliwa na Mtume, hayajazungumzwa kabisa. Unaona, ni mambo ambayo yamekuja baadaye sana, ambayo yamewashughulisha Waislamu. Angalia hivi sasa watu wanafanya mambo mengi ya ovyo ovyo katika maulidi, wanacheza magoma, wanachanganyika wanawake na wanaume, unaona, wanafanya israfu kwenye kula. Halafu kuna mambo mengi ya shirki yanafanyika katika kasida zilizopo. Kwa hiyo kwa ufupi twasema, ndugu zangu wasikilizaji, kwamba hili jambo halina mashiko. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi kuachana nalo na kuangalia yale mambo muhimu kabisa ambayo yanatuhusu sisi Waislamu. Waislamu nchi yetu hasa hapa Tanzania tuna shida sana ya elimu. Tumepitwa kwa kiasi kikubwa na wasoko Waislamu. Wewe angalia hata upande wa elimu ya dunia, wachilia mbali ya dini, kwamba sisi kama Waislamu huku Tanzania bara tuna chuo kikuu kimoja tu, unaona, ambacho tena tumepewa zawadi na serikali ya Jamhuri. Sisi wenyewe tumeshindwa kujenga. Kwa hiyo haya mamicheli na kukusanywa mapesa, tuambiwe eti kumechinjwa mbuzi ng'ombe 40 ngapi, haya yangekusanywa tungejenga university nyingine, watu wakafaidika Waislamu. Lakini leo yale ambayo ya muhimu Waislamu wanashindwa kuyafanya, na viongozi wao wameshikilia mambo ya sathia, mambo ya juu tu ya kufurahisha watu. Kwa hiyo kwa haya machache nawatakieni kila la kheri, na tuendelee kupambana na yale ambayo yamezushwa katika dini. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.